تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad. Mwenyezi Mungu ambaye amejalia siku ya leo tuko hapa tukiwa ni mashahidi juu ya kufunguliwa msikiti wetu huu mzuri kwa ajili ya kufanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtaja mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba tusikilizane kwa makini kwa sababu maelekezo tutakayotoa basi ni maelekezo ya kiongozi wenu wa dini katika mkoa wa Tabora, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Ndugu zangu kina baba na kina mama, leo tutafungua msikiti huu kwa ajili ya ibada. Huu msikiti umejengwa na taasisi yetu ya At-Tijaratu Rabiha na viongozi wake wako hapa. Wametupa gharama nyingi, wamechukua usumbufu mkubwa kuhakikisha msikiti huu unakwisha, na leo wanakuja kuwakabidhi. Furaha yetu na matumaini yetu kwenu kina baba na kina mama, msikiti huu utumike katika malengo yaliyokusudiwa. Lengo la kwanza ni kufanywa ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtaja Mungu sana na kupata maarifa sana ya dini kupitia msikiti huu. Kama kijana mmoja alikuwa anazungumza hapa katika vijana wetu wa Mahadi pale, amesema huu msikiti umejengwa kwa ajili ya ibada. Litajwe jina la Mungu sana katika msikiti huu. Lakini la pili, kutakuwa na uongozi hapa, kutakuwa na imamu na wasaidizi wake. Mandhari ya msikiti huu, tukija kesho kutwa na Mtondogoo, tukute usafi, utunzwaji wa msikiti kama ambavyo mmekabidhiwa leo msikiti huu. Mimi na imani kwa wingi wa watu hapa, wakina baba na kina mama, na imani msikiti huu utakuwa mikono salama na utatumika kwa ajili ya dini. Usitumike kwa ajili ya fitna wala kugombanisha watu wala kuleta ikhtilafu katika jamii. Tumeelewana eh? Lengo msikiti utumike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunakuja katika lengo la pili. Nadhani kina baba na kina mama na vijana wenzetu mnatambua kwamba nchi yetu wiki mbili zilizopita imepita katika kipindi kigumu. Kipindi cha misukosuko ambayo haijawahi kuonekana katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa tumefika hapa kwa mambo makubwa mawili. Kwanza ni kuto kusikiliza maelekezo na mwongozo wa serikali. Kuto kusikiliza maelekezo na mwongozo wa serikali. Lakini la pili ni kuto kuwasikiliza viongozi wenu wa dini. Ndiyo yametukuta hayo yaliyotukuta. Sasa Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana akiwa na mashekhe wote wa taasisi zote katika nchi ya Tanzania wametoa maelekezo yafuatayo. Maelekezo ya kwanza, tunasema Waislamu, amani kwanza kabla ya haki. Sawa jamani eh? Amani kwanza kabla ya haki. Hapa tumekaa, tutafungua msikiti, tutafanya dua, watu watakula ubwabwa, watasambaa kwa sababu amani ipo. Mmetulia hapa kwa sababu amani ipo. Tutazungumza maneno yetu hapa kwa sababu amani ipo.
lakini kama ingekuwa amani hakuna, hata huu mkusanyiko ambao uko hapa usingekuwepo. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, maelekezo yake ni kwamba tutunze amani kwanza. Amani ndio itatengeneza haki. Unapotaka haki, kama hakuna amani, hiyo haki utaipata kwa mazingira gani? Maelewano ndani ya nyumba yanapatikana ya mazungumzo kati ya baba na mama kwa sababu amani ipo. Kama amani hakuna, vikao vya familia hakuna, hakuna harusi, hakuna kuzika, hakuna kufanya biashara, hakuna kuswali. Na nyinyi ndugu zangu mtakuwa mashahidi katika mgogoro uliotokea, mtihani mkubwa uliotokea tarehe 29 ya uchaguzi 30 mpaka tarehe 3, Ijumaa ya kwanza haikuswaliwa. Ijumaa haikuswaliwa kwa sababu hapakuwa na amani, sio hapakuwa na haki. Sasa muelewe ndugu zangu, kina baba na kina mama, jambo la kwanza ni amani, ndio haki ifuate. Wenzetu upande wa pili wanasema haki kwanza kabla ya amani, lakini sisi Waislamu tunao muongozo ambao ni Qur'ani na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, man dhamina quta yaumihi, mwenye kumiliki chakula cha siku moja na akala, wabata aminan fi sirbihi, na kalala hali ya kuwa ana amani katika nyumba yake, katika kitanda chake, kaannama hazalahu dunia, ni kana kwamba Mwenyezi Mungu amempa utukufu wa dunia nzima. Hakuzungumza haki. Anasema mtume wetu Muhammad, man dhamina quta yaumihi, mwenye kupata chakula siku moja na akala, wabata aminan fi sirbihi, na kalala hali ya kuwa ana amani, hakuna kelele, hakuna vurugu, hakuna fujo, fi sirbihi, katika kitanda chake, kaannama hizalahu dunia, ni kana kwamba yeye Mwenyezi Mungu amempa utukufu wa nini? Wa dunia nzima. Kwa cha kwanza ni amani, inafuata nini? Haki. Asije mtu akaja kuwageuza mawazo kwamba sio kuna kadhaa, hakuna. Tunayaona mazuri ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika nchi yetu. Tuna haki ya kumuunga mkono na tuna haki ya kumpongeza kwa sababu amani ambayo leo tunayo imetoka katika serikali yake na katika chama chake. Kwa kama shekhi wenu wa mkoa, nasema mzingatie haya maelekezo. Asije mtu akaja kuharibu akili, mkaingia katika vurugu ambayo baadaye itatuletea shida. Sisi tumeiambia serikali, hawa wenzetu hawa ambao wanataka maridhiano. Mama Samia amekubali maridhiano, na wao tuwaombe sasa watoke huko walikokuwa, wakae na Mheshimiwa rais wetu, wazungumze, wamalize migogoro midogo iliyopo. Hakuna nchi duniani wa kwamba eti itakuwa ni salama kwa 100%. Hakuna. Kila nchi ina matatizo yake. Kenya kuna shida, Uganda kuna shida, Burundi kadhalika. Sisi wa Tanzania tumekumbwa na jambo gani mpaka ifikie hatua watu waje watushikize akili, kutuhamasisha fujo, vurugu ambayo leo hii imepoteza ndugu zetu wengi, imeumiza ndugu zetu wengi. Watu wamepoteza mali zao, watu wameharibiwa maisha yao. Tusikubali Waislamu, tusikubali. Tusimame na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo taasisi hii inajenga misikiti. Wametoka Omani hawa. Tutafungua msikiti huu, tutakwenda msikiti wa pili na msikiti wa 3. Hata hawa ingekuwa hapa hakuna amani, haya mambo wasingefanya. Wamevutiwa na Tanzania, japo kwa ni watu wa Tabora. Wamevutiwa na Igunga kwa sababu amani ipo. Ndio maana wamewekeza misikiti mingi wamejenga
kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na amani ipatikane. Sheikh Alfani katika fiqhi zipo swalatul khawf, na nafahamu nchi kiingia katika msukosuko, zipo swala za hofu. Wengine wanaswali, wengine wamesimama wanalinda wenzao. Tusiombee kufikia huko jamani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejalia viongozi wenu mnao na serikali ipo. Lakini la mwisho sasa ni kufuata maelekezo ya serikali na viongozi wenu wa dini. Hii siisemi mimi, anaisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad, lakini namfate mamlaka za serikali yenu zinavyokuelekezeni na viongozi wenu. Sasa nawaombeni kina baba na kina mama, maelekezo ndio hayo. Amani kwanza ndio ifuate haki. Na mtume anasema hakika ya alama ya imani ya Muislamu hifdhul watani, ni kulinda mji wake. Inna min alamati al-imani hubbul watani. Hakika katika alama ya imani ya Muislamu wa kweli ni kufanyaje? Ni kuupenda mji wako. Leo hii kama una mji wako haupendi, ina maana kila kitu kibaya kitashambulia mji wako, kitaharibu mji wako, kitavuruga mji wako. Hapana, mtume anatuelekeza miongoni mwa alama ya muumini wa kweli ni kufanyaje? Ni kuupenda mji wake. Lakini kadhalika wahifdhu irdhihi, na mtu hakikishe anachunga na kulinda heshima ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia. La mwisho, kuna maombi ambayo walitolewa hapa kwamba wanaomba kina watu hapa waje wapate birika la maji, lakini kadhalika na mwalimu wa kuwafundisha kina mama na kina baba hapa. Hili jambo ni sahihi, kwa sababu hao waliosilimu na wasiosilimu ni muhimu kujua dini yao, Mwenyezi Mungu anataka nini na mtume wake anataka nini. Hapa kuna taasisi ya Tijara Turabiha ambayo mnaona miongoni mwao ni vijana hao hapa, wanasomeshwa pale, wanalelewa pale. Nitaongea na Bwana Yunus na Khalfani, kwa vile msikiti huu uko chini ya taasisi, tupate mtu ambaye anaweza kufaa kutusaidia hapa kuwasomesha kina baba na kina mama. Lakini kadhalika Bwana Yunus na Sheikh Alfani, kama mtapata mtu mfadhili mwingine wa kuunga mkono, tupate kweli birika la maji ambalo kina mama watapata udhu kwa ajili ya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.